Tunakusalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye hai, rafiki yetu wa thamani, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, pamoja na msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM. Habari wakati huu. Tunakualika ungane pamoja nasi siku nyingine tena, siku ya leo katika kipindi cha shule ya Sabato, wakati ambapo tunajifunza pamoja nawe mambo mengi ambayo tunatamani pia kushiriki pamoja nawe. Katika wasaa huu, karibu katika shule ya Sabato, tukiwa tumeandaa yale mengi ambayo tunatamani kushiriki pamoja nawe, na hivi punde tutawaleta kwako The Pilgrim Singers kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato Segerea, Tabata Segerea hapa jijini Dar es Salaam. Tunaamini tutabarikiwa kwa uzuri pamoja nasi, shule ya Sabato ikiwa ni moyo wa kanisa. Karibu ungana pamoja nasi kwa ajili ya kujifunza, na wamekuandalia vitu vingi sana. Salia hapo na waendelee kubarikiwa. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia Sabato ya leo, ibada nzuri ya siku ya leo ya shule ya Sabato. Mimi mwenyekiti wenu wa siku ya leo naitwa Beatrice Chuma, ambaye mtakuwa pamoja nami tukiendelea kufuatilia katika kipindi hiki cha shule ya Sabato. Na kipindi chetu cha kwanza kitakuwa ni kipindi cha uimbaji. Tutaenda kupatiwa nyimbo mbili kutoka kwenye kikundi cha The Pilgrim Singers Segerea. Wimbo wa kwanza tutakuwa na wimbo wa hukumu, lakini pia tutakuwa na wimbo wa Yesu alikuja. Karibu sana uweze kubarikiwa na nyimbo katika asubuhi ya leo. Hukumu yaja kwao wote waliomwasi Bwana Mungu na kukataa maagizo wakamfuata mwovu Shetani. Hukumu yaja kwao wote waliomwasi Bwana Mungu na kukataa maagizo wakamfuata mwovu Shetani. Utakuwa upande gani mwenzangu siku ukisomewa hukumu yako? Heri sasa jikabidhi kwake Yesu, utavikwa taji yenye ushindi. Utakuwa upande gani mwenzangu siku ukisomewa hukumu yako? Heri sasa jikabidhi kwake Yesu, tutavikwa taji yenye ushindi. Matendo yetu tulotenda na yataletwa hukumuni, liwe ni jema au baya, yatafunuliwa mbele yetu. Matendo yetu tulotenda na yataletwa hukumuni, liwe ni jema au baya, yatafunuliwa mbele yetu. Utakuwa upande gani mwenzangu siku ukisomewa hukumu yako? Heri sasa jikabidhi kwake Yesu, utavikwa taji yenye ushindi. Utakuwa upande gani mwenzangu siku ukisomewa hukumu yako? Heri sasa jikabidhi kwake Yesu, tutavikwa taji yenye ushindi.
utakuwa upande gani mwenzangu? Siku ukisomewa hukumu yako, heri sasa jikabidhi kwake Yesu. Utavikwa taji yenye ushindi. Utakuwa upande gani mwenzangu? Siku ukisomewa hukumu yako, heri sasa jikabidhi kwake Yesu. Tutavikwa taji yenye ushindi. Yesu alikuja hapa duniani, kabeba laana yetu wa dhambi. Mateso makali aliyapitia, alisulibiwa kwa ajili yetu. Yesu alikuja hapa duniani, kabeba laana yetu wa dhambi. Mateso makali aliyapitia, alisulibiwa kwa ajili yetu. Tutazameni upendo wa Yesu alivyoonyesha msalabani. Alivumilia yote hata kifo, ndipo tukapata uzima bure. Tutazameni upendo wa Yesu alivyoonyesha msalabani. Alivumilia yote hata kifo, ndipo tukapata uzima bure. Upendo wa Yesu wetu wa ajabu, ametukomboa kwa damu yake. Tungekuwa wapi asingejitoa? Yesu atupenda kwa pendo kuu. Upendo wa Yesu wetu wa ajabu, ametukomboa kwa damu yake. Tungekuwa wapi asingejitoa? Yesu atupenda kwa pendo kuu. Tutazameni upendo wa Yesu alivyoonyesha msalabani. Alivumilia yote hata kifo, ndipo tukapata uzima bure. Tutazameni upendo wa Yesu alivyoonyesha msalabani. Alivumilia yote hata kifo, ndipo tukapata uzima bure. Yesu atupenda, anatuhitaji, anaturudisha tupoteapo. Ni mchunga mwema asiyechoka, anatuombea kule mbinguni. Yesu atupenda, anatuhitaji, anaturudisha tupoteapo. Ni mchunga mwema asiyechoka, anatuombea kule mbinguni. Tutazameni
alituonyesha msalabani, alivumilia yote hata kifo, ndipo tukapata uzima bure. Tutazameni upendo wa Yesu alivyoonyesha msalabani, alivumilia yote hata kifo, ndipo tukapata uzima bure. Tutazameni upendo wa Yesu alivyoonyesha msalabani, alivumilia yote hata kifo, ndipo tukapata uzima bure. Tunawashukuru sana The Pearl Gate Singer kwa kutupatia nyimbo mbili. Tumeweza kubarikiwa. Mungu awabariki sana. Naamini ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, unaendelea kubarikiwa popote pale ulipo. Endelea kubaki hapo hapo ili kuweza kufuatilia shule ya Sabato ya leo ambayo inaendeshwa na kikundi cha The Pearl Gate Singer kutoka Segerea. Na muda huu mzuri tutaweza kupatiwa wimbo kutoka kikundi cha The Pearl Gate Singer unaosema Msamaria. Na baada ya wimbo tutapatia fungu kuu kutoka kwa dada Anet Musiba. Karibuni The Pearl Gate. Mtu mmoja alisafiri akielekea Yeriko, alikutana na wanyang'anyi, wakampiga sana, wakamwacha karibu ya kufa, pasipokuwa na msaada, kakosa tumaini la kumsaidia. Mtu mmoja alisafiri akielekea Yeriko, alikutana na wanyang'anyi, wakampiga sana, wakamwacha karibu ya kufa, pasipokuwa na msaada, kakosa tumaini la kumsaidia. Kuhani alipita kando, Mlawi vivyo hivyo. Samaria alipopita, alimuhurumia, akamfunga zile jeraha, kamuhifadhi vyema. Yatupasa kusaidiana, sisi sote ni ndugu. Kuhani alipita kando, Mlawi vivyo hivyo. Samaria alipopita, alimuhurumia, akamfunga zile jeraha, kamuhifadhi vyema. Yatupasa kusaidiana, sisi sote ni ndugu. Tuwe na huruma, tusaidiane pale tunapopata shida. Tuwe na huruma, tusaidiane pale tunapopata shida. Umesaidia wangapi katika mwendo wa kiroho kwa wanaoanguka?
Je, unawapita tu? Ukristo wako watumikaje? Kuwainua waloanguka, ni vyema ufahamu. Wewe ni Msamaria, umesaidia wangapi katika mwendo wa kiroho kwa wanaoanguka? Je, unawapita tu? Ukristo wako watumikaje? Kuwainua waloanguka, ni vyema ufahamu. Wewe ni Msamaria. Kuhani alipita kando, Mlawi vivyo hivyo. Samaria alipopita, alimuhurumia, akamfunga zile jeraha, kamuhifadhi vyema. Yatupasa kusaidiana, sisi sote ni ndugu. Kuhani alipita kando, Mlawi vivyo hivyo. Samaria alipopita, alimuhurumia, akamfunga zile jeraha, kamuhifadhi vyema. Yatupasa kusaidiana, sisi sote ni ndugu. Kuhani alipita kando, Mlawi vivyo hivyo. Samaria alipopita, alimuhurumia, akamfunga zile jeraha, kamuhifadhi vyema. Yatupasa kusaidiana, sisi sote ni ndugu. Kuhani alipita kando, Mlawi vivyo hivyo. Samaria alipopita, alimuhurumia, akamfunga zile jeraha, kamuhifadhi vyema. Yatupasa kusaidiana, sisi sote ni ndugu. Fungu la kukariri linatoka katika kitabu cha Waebrania 13 mstari wa 7, nalo linasema, wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mienendo yao, iigeni imani yao. Mungu alibariki neno lake katika jina la Yesu Kristo. Amina. Asante ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji kwa sababu unaendelea kutufuatilia katika shule ya Sabato ya sasa hivi. Naamini umebarikiwa na wimbo ambao umetoka kuimbwa wa Msamaria, lakini pia ninaamini umeweza kubarikiwa na fungu kuu ambalo tumeweza kupatiwa na dada Anet. Na muda huu tutasimama wote au utapige magoti popote ulipo, tutaweza kupatiwa ombi. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba mbinguni, shema hapa juu mbinguni. Tunasema asante kwa ulinzi wako ambao uko pamoja nasi. Tunashukuru jina lako kwa sababu umetuleta katika siku ya leo, siku ya Sabato, na jina lako liweze kutukuzwa. Muda na wakati huu Baba mbinguni tunapokuwa tunaanza programu ya shule ya Sabato, tunakuruhusu we Yesu ukawe katikati yetu,
mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi, na watu wako waweze kuokolewa kupitia kipindi hiki. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amena. Ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, unaendelea kubarikiwa na shule ya Sabato ya leo. Na kabla ya ukuziaji, tutaenda kupatiwa wimbo kutoka The Pelegate Singer unaosema shika sana ulicho nacho. Hebu baki hapo uendelee kusikiliza na kufuatilia kwamba unapaswa kushika nini. Karibu sana The Pelegate, mweze kutupatia wimbo. Shika sana ulicho nacho mpendwa, mtu asikitwae mikononi mwako. Ng'ang'ania imani ya Yesu, usijitetereka kama si Bwana. Ng'ang'ania imani ya Yesu, usijitetereka kama si Bwana. Shika sana ulicho nacho mpendwa, mtu asikitwae mikononi mwako. Ng'ang'ania imani ya Yesu, usijitetereka kama si Bwana. Ng'ang'ania imani ya Yesu, usijitetereka kama si Bwana. Heri uwe mwaminifu, taji yako itang'aa mbinguni. Wengine kama jua, wengine kama mwezi, na wengine kama nyota. Heri uwe mwaminifu, taji yako itang'aa mbinguni. Wengine kama jua, wengine kama mwezi, na wengine kama nyota. Watu wengi leo wamepotoka kwa kutojali kwa neno lake Bwana. Wamebaki katika njia panda, wasijue liwapasalo fanya. Wamebaki katika njia panda, wasijue liwapasalo fanya. Watu wengi leo wamepotoka kwa kutojali kwa neno lake Bwana. Wamebaki katika njia panda, wasijue liwapasalo fanya. Wamebaki katika njia panda, wasijue liwapasalo fanya. Heri uwe mwaminifu, taji yako itang'aa mbinguni. Wengine kama jua, wengine kama mwezi, na wengine kama nyota. Heri uwe mwaminifu, taji yako itang'aa mbinguni. Wengine kama jua, wengine kama mwezi, na wengine kama nyota. Heri uwe mwaminifu, taji yako itang'aa mbinguni. Wengine kama jua, wengine kama mwezi, na wengine kama nyota. Heri uwe mwaminifu, taji yako itang'aa mbinguni. Wengine kama jua, wengine kama mwezi, na wengine
kama nyota. Asante sana. Wimbo wa shika sana ulicho nacho, naamini kila mmoja ameweza kubarikiwa. Na kwa muda huu mzuri tutaenda kupatiwa somo la ukuziaji na Mr. Thomas Segele. Baki hapo uweze kusikia somo la ukuziaji, anakuzia nini, tunatakiwa kujifunza nini kwenye ukuziaji, ili anapomaliza nawe ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji uweze kuwa umebarikiwa. Karibu kaka Thomas. Habari za asubuhi. Tumsifu Yesu Kristo. Shule ya Sabato, naamini kila mtu ameitikia moyo wa kanisa. Katika asubuhi ya leo tunawaletea makala fupi ambayo tumezoea kuiita kama ukuziaji. Na katika makala ya leo ina kichwa kidogo kisemacho kwamba wazazi wakimfuata watoto watafuata. Wazazi wakifuata watoto nao watafuata. Makala hii imeandaliwa na Pastor Kamanzi kutoka West Tanzania Conference. Makala hii imetoa maelezo mafupi kuhusiana na malezi juu ya watoto, malezi ya kiroho na malezi ya kijamii. Kuna swali dogo tu ambalo Pastor Kamanzi ameliuliza, lakini pia bila kusahau mimi mwenyewe ambaye nawasilisha makala hii naitwa Mr. Musa Yusufu Segere. Naam, katika makala hii inasema kwamba watoto hawawezi kwenda wenyewe shule. Naam, katika kila asubuhi watoto wote huwa wanatuaga kama wazazi wakielekea shule. Lakini je, uliwahi kuambatana na mtoto wako kwenda shuleni? Na ulipofika naye shuleni uliweza kukaa naye na kujumuika pamoja na watoto wenzake darasani kusoma kwa pamoja? Jibu ni hapana. Uliishia kumwacha katika geti la shule au kumwacha katika basi la shule. Mtoto alienda mwenyewe darasani akajifunza na marafiki zake na walimu, lakini mwisho wa siku akarudi nyumbani. Hivyo basi inaonyesha kwamba muda mwingi watoto wetu hutumia kuwa pamoja na marafiki na walimu wale ambao wanawafundisha katika vipindi vyao vya kila siku mashuleni. Katika kanisa la Waadventista wa Sabato, kila siku asubuhi tunakuwa na vipindi vya miongozo ya kujifunza Biblia ama shule ya Sabato. Vipindi hivi huratibiwa katika kulingana na umri mbalimbali. Kuna madarasa tulionayo kuanzia miaka 0 mpaka 5, madarasa ya shule ya msingi na wale vijana wa katikati, mabalozi, hadi kufikia miongozo ya shule ya Sabato ya watu wazima. Hivyo basi katika vile vikosi vidogo vya watoto kuanzia miaka 0 mpaka 5, watoto huambatana na wazazi wao ili kuweza kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia kwa pamoja. Hivyo basi hii hupelekea watoto kuweza kuakisi kile ambacho wazazi wanajifunza kwa pamoja nyumbani na hata siku ya Sabato kanisani asubuhi kwenye madarasa ya shule ya Sabato. Hivyo basi hii huwa ni chachu kwa watoto kuwaweka ama kuwachochea kukua kiroho, kijamii na kimwili pia, kwa sababu huwa wanatumia muda mwingi kujifunza pamoja na watoto wao. Na hivyo basi watoto huakisi yale zile tabia za wazazi wanazokuwa nazo pale nyumbani na hata katika maeneo yenye mikusanyiko kama kanisani. Mchungaji anatoa wito kwamba ili kuwapatia watoto maarifa mazuri ni vyema zaidi sana kujifunza nao nyumbani katika madarasa ya kujifunza Biblia. Kabla hatujaanza kupitia miongozo yetu ya watu wazima, tunashauriwa kuanza na miongozo ya watoto na kujifunza nao pamoja, ili wanapokuja katika madarasa yao siku ya Sabato asubuhi, tunawarahisishia walimu wao kuweza kujifunza kwa pamoja. Hivyo basi mimi na wewe, sisi wazazi wote kwa pamoja, tumeshauriwa kuweza kujifunza pamoja na watoto wetu miongozo yao kujifunza Biblia, na hivyo kuwafanya waweze kukua kiroho, ili kuwapatia malezi bora na kuwafanya waweze kuakisi tabia zetu sisi kama wazazi. Lakini basi kuepusha watoto wetu kujifunza kutoka kwa marafiki zao shuleni ama walimu ambao wanaweza wasiwe na maadili bora ambayo wanaweza wakafundisha watoto. Hivyo malezi bora ya watoto wanaanzia nyumbani, na sisi kama Waadventista wa Sabato na jamii nzima wa Kristo na madhehebu yetu kwa ujumla tumeamriwa ama tumeelekezwa kuweza kujifunza na watoto neno la Mungu tuwapo majumbani ili kuweza kutengeneza jamii bora. Karibu tena katika kipindi kama hichi ambacho kitakujia Jumamosi ijayo. Asante sana. Asante sana kaka Thomas Segele kwa kutupatia somo la ukuziaji linalohusu malezi ya watoto. Tumeweza kubarikiwa, na ninaamini pia ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji, kama mzazi na kama mlezi, kuna kitu umeweza kujifunza kuhusiana na malezi ya watoto. Mungu akubariki sana na aweze kutupatia
nguvu za kuweza kufanya yale yaliyo majukumu yetu. Na muda mzuri kama huu tutaenda kupatiwa wimbo mzuri sana kutoka kwenye kikundi cha The Peregate Singer, na mara baada ya Peregate Singer kumaliza wimbo tuweze kwenda kuona nchi za mbali kuna nini ambacho tunaweza kujifunza kwa wenzetu. Karibu sana The Peregate. Mavuno shambani mwake Bwana yamekomaa tayari kwa kuvunwa, hivyo twaalikwa tuingie tukalete mavuno. Mavuno shambani mwake Bwana yamekomaa tayari kwa kuvunwa, hivyo twaalikwa tuingie tukalete mavuno. Tuingie mijini vijijini tukavune, nyumba kwa nyumba tukahubiri neno la Bwana. Tuwatafute watu wote waliopotea, tuwalete ghalani mwake Bwana. Vijijini tukavune, nyumba kwa nyumba tukahubiri neno la Bwana. Tuwatafute watu wote waliopotea, tuwalete ghalani mwake Bwana. Kuna roho zinazohitaji kusikiliza habari zake Bwana. Wana njaa na neno la Mungu, tupelekeni neno. Kuna roho zinazohitaji kusikiliza habari zake Bwana. Wana njaa na neno la Mungu, tupelekeni neno. Tuingie mijini vijijini tukavune, nyumba kwa nyumba tukahubiri neno la Bwana. Tuwatafute watu wote waliopotea, tuwalete ghalani mwake Bwana. Vijijini tukavune, nyumba kwa nyumba tukahubiri neno la Bwana. Tuwatafute watu wote waliopotea, tuwalete ghalani mwake Bwana. Tuingie mijini vijijini tukavune, nyumba kwa nyumba tukahubiri neno la Bwana. Tuwatafute watu wote waliopotea, tuwalete ghalani mwake Bwana. Tuingie mijini vijijini tukavune, nyumba kwa nyumba tukahubiri neno la Bwana. Tuwatafute watu wote waliopotea, tuwalete ghalani mwake Bwana. Sabato njema watu wa Mungu, nipende kualika tena katika siku ya leo tuweze kupata kusikiliza somo la utume
katika siku ya leo. Somo letu la utume linatoka katika nchi ya Ecuador na hasa nchi mbili za Ecuador pamoja na Chile, ambapo mhusika wa somo la leo anaitwa dada Maria. Dada huyu aliona muujiza mkubwa ambao uliweza kutendeka katika familia yake. Mdogo wake ambaye anakuja kwa jina la Angel alikuwa anaugua ugonjwa wa kansa ya ini, na kwa sababu ya ugonjwa huu familia ilisikitika, lakini basi kwa sababu ya upendo wa Mungu kupitia maombi ya watumishi wa Mungu katika kanisa la Adventista wa Sabato katika mahali ambako walikuwa nakaa, Angel aliweza kupona ugonjwa ule wa kansa ya ini na hatimaye ukaweza kuwa ni muujiza mkubwa katika familia ile. Maria kwa sababu ya muujiza huu aliona kwanza, jambo la kwanza ajitoe kujiunga na kanisa la Adventista wa Sabato, na hivyo basi alijitoa kujiunga na kanisa la Adventista wa Sabato yeye pamoja na familia yake. Lakini aliona kwamba hili halitoshi. Akaona kwamba anahitaji kufanya kitu kikubwa zaidi kama shukrani kwa Mungu wa mbinguni kwa ajili ya hilo. Na akaona kwamba anahitaji kufanya kazi ya utume katika kanisa hili. Dada Maria ni mfanyakazi katika masuala ya kijamii ambaye anahudumia watoto wanaoishi katika mazingira magumu katika nchi ya Chile. Ufanyaji kazi wake huu ulimfanya aweze kupata fedha nyingi, lakini pia ulimtengenezea marafiki wengi. Siku moja rafiki yake mmoja alimpa wazo la kuweza kujitoa kufanya kazi za kiutumishi na za kiutume katika sehemu mbalimbali. Rafiki yake huyu alimuunganisha katika chama cha Adventista wa Sabato kinachohusika na kufanya utume sehemu mbalimbali duniani ambacho kinajulikana kwa jina la Adventist Volunteer Service. Dada Maria alikubali kujiunga na chama hiki, na siku chache baadaye alialikwa kwenda katika kongamano la vijana, ambapo katika kongamano lile mchungaji aliweza kutoa wito ambao ulimpelekea Maria kuweza kujitoa kuanza kufanya kazi. Wito ule ulihitaji pia watumishi ambao wataenda kufanya kazi katika nchi ya Ecuador. Tukumbuke kwamba Maria alikuwa anafanya kazi nchi ya Chile. Chile na Ecuador ni nchi ambazo ziko katika bara moja la Amerika ya Kusini. Umbali wa kilomita 1400 kwa mwendo wa gari, lakini umbali wa masaa 5 kwa usafiri wa anga. Sasa alilazimika kusafiri kutoka Chile kuelekea Ecuador kwa ajili ya kuweza kufanya kazi ya Mungu kule katika hali ya kujitolea. Tukumbuke kwamba ni binti au ni dada ambaye anafanya kazi ya kijamii. Kwa hiyo alialikwa kwenda kufanya kazi ya kijamii katika shule ya Kisabato inayoitwa Santo Domingo ambayo iko Ecuador. Sasa alipofika kule, Mungu aliendelea kumtumia kufanya kazi yake kubwa ya kuwahudumia watoto kwa namna mbalimbali. Na kwa wale tusiofahamu, nchi za Amerika ya Kusini zimekuwa zikikubikwa na matatizo makubwa ya matumizi ya madawa ya kulevya, ulevi uliokithiri na matatizo mengi ya kijamii, umaskini, shida ya chakula na mambo kama hayo. Kwa hiyo kupitia shida kama hizi, yeye alialikwa kwenda kwenye shule ile ili aweze kufanya kazi ya kuwahudumia watoto, lakini pia kuwafundisha neno la Mungu na kuwafundisha kujitambua kijamii. Pamoja na kufanya kazi hii, dada Maria aliweza pia kufanya kazi. Alipata nafasi ya kutembelea vituo mbalimbali vya waraibu wa madawa ya kulevya pamoja na ulevi, na alipofika kule alikuwa akiwafundisha neno la Mungu, lakini pia akifanya nao michezo mbalimbali ambayo kupitia neno la Mungu na michezo ile aliwavuta kwa Kristo zaidi, na watu wengi walijitoa kubatizwa. Lakini pia sio hilo tu, wazazi wa watoto wale ambao walikuwa akiwahudumia walimfahamu Yesu kupitia watoto wao na wakajitoa pia kubatizwa. Changamoto zilizopo katika nchi ya Ecuador na Chile ambazo ziko ukanda wa Amerika ya Kusini ni shida kama nilivyokwisha hitaja kwamba ni shida ya umaskini, shida ya madawa ya kulevya na matumizi makubwa ya madawa ya kulevya, pamoja na shida zingine za kijamii, ujambazi uliokithiri na magenge ya kijambazi. Shida hizi zimesababisha jamii za ukanda ule ziweze kuathirika, ikiwemo watoto, watu wazima na hata wazee. Mtu wa Mungu, tunakualika ombi lako na huduma yako ikaweze kuwakumbuka watu wanaoishi katika maeneo haya, waweze kurejea Mungu, na kupitia huduma ya watu ambao wanajitoa kama ambavyo anavyojitoa Maria,
huduma yao kupitia maombi yako na support mbalimbali zitaweza kuwasaidia waweze kufanya kazi kwa nguvu na kwa bidii, na kupitia maombi yako na ya watu wengine wa Mungu, watu hawa watamjua Mungu na watakabidhi maisha yao katika Kristo, ili Yesu atakaporudi mara ya pili wakaweze kuwa ni miongoni mwa watu ambao watamlaki Yesu mawinguni. Mungu aweze kuwabariki katika jina la Yesu. Amina. Naamini ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania umeweza kujifunza kitu. Pamoja na changamoto nyingi katika utume, lakini tunaye Yesu anayetushindia. Mungu aweze kutusaidia tuweze kufanya kazi yake ili anaporudi tuweze kwenda wengi, kundi kubwa mbinguni. Na muda mzuri kama huu tutaenda kupatiwa wimbo kutoka kwa waimbaji wa The Pearl Gate Singer. Endelea kubaki pamoja nasi, endelea kufuatilia Shule ya Sabato ili uendelee kubarikiwa katika vipindi hivi vya asubuhi. Mungu akubariki sana. Karibuni The Pearl Gate. Pasaka ndiyo ushirika kati ya Mungu na si wanadamu. Ndivyo Yesu alivyofanya na wanafunzi kabla ya kifo. Pasaka ndiyo ushirika kati ya Mungu na si wanadamu. Ndivyo Yesu alivyofanya na wanafunzi kabla ya kifo. Mkate wawakilisha mwili wa Yesu ulioangikwa juu. Divai yawakilisha damu ya Yesu iliyotutakasa. Mkate wawakilisha mwili wa Yesu ulioangikwa juu. Divai yawakilisha damu ya Yesu iliyotutakasa. Mara ngapi tumekimbia kushiriki Pasaka naye Bwana, tunapoteza mibaraka tusipofanya agizo hili. Mara ngapi tumekimbia kushiriki Pasaka naye Bwana, tunapoteza mibaraka tusipofanya agizo hili. Mkate wawakilisha mwili wa Yesu ulioangikwa juu. Divai yawakilisha damu ya Yesu iliyotutakasa. Mkate wawakilisha mwili wa Yesu ulioangikwa juu. Divai yawakilisha damu ya Yesu iliyotutakasa. Hivyo tutumie kama Yesu alivyosema, ni ukumbusho wake. Ndipo atakaa ndani yetu na sisi ndani yake hata atapokuja. Hivyo tutumie kama Yesu alivyosema, ni ukumbusho wake. Ndipo atakaa ndani yetu na sisi ndani yake hata atapokuja. Mkate wawakilisha mwili wa Yesu ulioangikwa juu.
divai yawakilisha damu ya Yesu iliyotutakasa. Mkate wawakilisha mwili wa Yesu ulioangikwa juu. Divai yawakilisha damu ya Yesu iliyotutakasa. Ninakushukuru ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji wa shule ya Sabato. Mungu akubariki sana. Ninaamini umeweza kubarikiwa popote pale ulipo. Mungu aendelee kukutendea makuu. Na vipindi hivi vya shule ya Sabato vinakuwepo kila Jumamosi. Endelea kufuatilia ili uendelee kubarikiwa. Na sisi tuliokuwa tukihudumu katika siku ya leo ni kikundi au ni waimbaji wa The Pearl Singer kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Segerea. Tulikuwa pamoja nanyi kuanzia asubuhi na mpaka sasa tumefikia mwisho. Lakini kabla ya kumaliza tutaenda kupatiwa ombi na Dada Martha Thomas. Tunakushukuru Mfalme wa amani kwa masaa mengine ambayo umetufikisha tupo katika hekalu lako. Endelea kwa pamoja nasi kuanzia vipindi vyetu vinavyoendelea vya shule ya Sabato, na hata tutakapofika mwisho wa Sabato uweze ukatuongoza, ukatulinde. Tuamini utatenda katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Yesu alikuja hapa duniani, kabeba laana yetu wa dhambi. Mateso makali aliyapitia, alisulibiwa kwa ajili yetu. Yesu alikuja hapa duniani, kabeba laana yetu wa dhambi. Mateso makali aliyapitia, alisulibiwa kwa ajili yetu. Tutazameni upendo wa Yesu alivyoonyesha msalabani. Alivumilia yote hata kifo, ndipo tukapata uzima bure. Tutazameni upendo wa Yesu alivyoonyesha msalabani. Alivumilia yote hata kifo, ndipo tukapata uzima bure. Upendo wa Yesu wetu wa ajabu, ametukomboa kwa damu yake. Tungekuwa wapi asingejitoa? Yesu atupenda kwa pendo kuu. Upendo wa Yesu wetu wa ajabu, ametukomboa kwa damu yake. Tungekuwa wapi asingejitoa? Yesu atupenda kwa pendo kuu. Tutazameni upendo wa Yesu alivyoonyesha msalabani. Alivumilia yote hata kifo, ndipo tukapata uzima bure. Tutazameni upendo wa Yesu alivyoonyesha msalabani. Alivumilia yote hata kifo, ndipo tukapata uzima bure.
Yesu atupenda, anatuhitaji, anaturudisha tupoteapo. Ni mchunga mwema asiyechoka, anatuombea kule mbinguni. Yesu atupenda, anatuhitaji, anaturudisha tupoteapo. Ni mchunga mwema asiyechoka, anatuombea kule mbinguni. Tutazameni upendo wa Yesu alivyoonyesha msalabani, alivumilia yote hata kifo, ndipo tukapata uzima bure. Tutazameni upendo wa Yesu alivyoonyesha msalabani, alivumilia yote hata kifo, ndipo tukapata uzima bure. Tutazameni upendo wa Yesu alivyoonyesha msalabani, alivumilia yote hata kifo, ndipo tukapata uzima bure. Tunaamini umebarikiwa kwa uzuri kabisa katika kipindi cha shule ya Sabato leo hii. Wahudumu hawa ambao walitenga muda kwa ajili ya kukushirikisha shule ya Sabato, ambao ni kwaya kutoka kanisa la Tabata Segerea hapa jijini Dar es Salaam, The Pilgrim Singers. Tunaamini umebarikiwa sana. Tukutane tena siku nyingine, siku ya Jumamosi, Sabato takatifu, pumziko na raha Sabato katika wakati mwingine tena. Mimi ni Aniva Mongola. Asante sana kwa kuchagua kuungana pamoja nasi, na endelea kubarikiwa kwa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Hope Channel Tanzania pamoja na AWR Tanzania na Rock FM. Ubarikiwe.